Mimi nafikiri chama cha walimu wameonyesha nidhamu ya hali ya juu, kwa sababu rais kimsingi ndio bosi wao kimsingi, kwa sababu sekta ya umma ni iko chini ya public service ya nchi yetu. Wale ni watumishi wa umma. Kwa hiyo rais, kama of course japokuwa kwamba jambo la rais hili ni la kichama, lakini bado huwezi ukamtenganisha rais separate ukaweka chama separate, bado anabaki kuwa rais wao na bado anabaki kuwa rais wetu. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana chama cha walimu. Nafikiri wameonyesha maturity hali ya juu kupisha kutokuruhusu mikutano hii mikubwa kugongana. Ni heshima kubwa sana kwa rais wa nchi. Wameweka heshima kubwa sana. Mimi nafikiri wanastahili kuungwa mkono na kupongezwa chama cha walimu Tanzania. Change of leadership, na wakati mwingine watu wanapokuwa bado maturity ya kiuongozi haijafika katika zile level kubwa, inaweza kuletea misuguano. Hakuna sababu ya chama cha wafanyakazi kazi yake ni kutetea maslahi ya watu wao, lakini chama cha wafanyakazi kinapoanza kusigana na serikali, wewe tegemea tu maslahi ya wafanyakazi kuwa duni. Mambo haya yanakwenda kwa dialogue, mambo haya yanakwenda kwa negotiations, mambo haya yanakwenda kwa kukaa mezani na kuzungumza. Kwa hiyo trend inayokwenda sasa hivi ya chama cha walimu, nafikiri they are going the right trend. Waendelee kufanya mazungumzo na serikali, na rais alishatoa maelekezo namna ya kuanza kuangalia schemes mpya za walimu, namna ya kuboresha maslahi yao. Kwa mimi nafikiri na wao pia sasa lazima waonyeshe kusupport kauli ya rais, kwa kumfanya rais kuwa na utulivu, kuhakikisha kwamba yale aliyokuwa amewaahidi, kuhakikisha kwamba anaweza kuleta mabadiliko katika sekta ya elimu katika taifa letu kwa kuboresha maslahi yao ya utendaji kazi. Inaweza kuwa ni jambo positive sana kwa walimu wa taifa letu, na mimi nawapongeza CWT, waendelee kuwa imara, waendelee kuwa na nidhamu ya hali ya juu. Na sisi kama wabunge kwa kweli tunasema tumeyapokea kwa mikono miwili maamuzi ya Mheshimiwa Rais ya kutaka kuhakikisha kwamba anaboresha sekta ya utumishi wa umma katika maslahi yao. Kwa kitendo cha kusogeza mkutano wao mbele, maana naamini labda wataendelea kufanya siku zijazo, wameheshimu mamlaka. Nchi hii ina kiongozi wetu mkuu ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Haipendezi na sio nidhamu na sio adabu kwa chombo kingine chochote kuweka shughuli sambamba na matukio ambayo rais anakuwa katika shughuli za kitaifa. Kumbuka Chama cha Mapinduzi ndio chama kinachoongoza nchi. Kwa hiyo kinapokuwa na mkutano mkuu, maana yake ni mkutano mkuu wa nchi, kwa sababu ndio chama kinachoongoza nchi. Kwa hiyo ni busara imewaongoza kwamba wao wasubiri shughuli zao mpaka pale Chama cha Mapinduzi, chama ambacho kinatawala na chama ambacho ndio amiri jeshi mkuu na mkuu wa nchi anakiongoza.